Wakizungumza mara baada ya zoezi la uokozi huko katika bandari ya Wete, General Manager wa Blue Alliance ndugu Abdurrahmani Abdalla amezishukuru taasisi za serikali pamoja na taasisi binafsi kwa kutoa mashirikiano wakati wa uokozi wa manahodha hao, huku afisa kutoka mamlaka ya usafirishaji wa baharini Zedmoe Ali Abedi Ali amesema watu ambao wameokolewa wapo salama, hivyo amewataka wamiliki wa vyombo vya baharini kufuata mamlaka ya hali ya hewa pamoja na kuchukua tahadhari wakati wa usafiri. Vyombo vyote vya serikali vilosaidia katika harakati hizi ikiwemo wizara husika ya uchumi wa bluu, Police Marine, KMKM na wengineo, imetutia moyo ushirikiano wa pamoja ndio hili jambo likawezekana. Lakini la tatu, tuwashukuru jamii kwa sababu kulikuwa kuna mawasiliano ya simu ya hapa na pale. Sasa hivi watu wote 13 wako salama, tunao hapa sote tunawaona, alhamdulillah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo jingine niseme tu kwa manahodha, tuangalieni hali ya hewa, tukiona kidogo ni mbaya tulieni, lakini pale linapotokea tupeane taarifa mapema zaidi ili na sisi tujipange zaidi kwa kuja kufanya kwa kutoa ule msaada wenyewe. Kwa upande wake, mkuu wa bandari wilaya ya Wete Yusuf Hamis Omari amewataka manahodha na wamiliki wa vyombo kuwa na chombo cha akiba wakati wanapokuwa katika harakati zao ili kiweze kuwasaidia pindi ikitokea hitilafu. Manahodha na wamiliki wa vyombo wajaribu kuwa na chombo kiwe na standby, kama ni mashine kuwe na mashine pengine 2 za dharura, na hata na pump kuwe na pump kama 2 za dharura, ili hata moja itakapofeli nyingine iweze. Upande wao waokozi kutoka Blue Alliance ambao wamefika katika eneo la tukio kwa ajili ya kutoa msaada, Mohamed Bakari Hamadi akizungumza kwa niaba ya wenzake ameeleza namna ya hali ilivyokuwa wakati wa uokozi, huku mmiliki wa chombo ambacho kimepata hitilafu ya kuzama Masud Al-Humudi amesema chombo kilizidiwa na upepo na wimbi kuwa kubwa ndio kilichosababisha kuletea ajali. Kuunganisha upepo mwingi na wimbi kuwa kubwa, kwa hiyo ilisababisha kupelekea kupata ajali. Kwa hiyo ndio likatokea tokeo hilo, lakini tunashukuru Allah kwamba kwa rehema zake amejalia kwamba zoezi limefanikiwa na uokozi. Lakini kwa ukosefu wa chombo kikubwa cha kuvuta chombo hapa na vyombo vyetu vingi ni jahazi hizi hapa na mashua, na ndizo zinazoingiza mapato makubwa katika hii bandari ya Wete kusema kweli. Kwa hivyo ukosefu wa chombo kikubwa ndio kinaleta maafa, saa nyingine watu kufa na mali kupotea. Kwa hivyo tunashukuru kwa taasisi ambazo wamejitolea pamoja na serikali, lakini sisi kama wamiliki wa vyombo tunatoa ombi letu kwa serikali ituwekee chombo kizito, chombo kikubwa ambacho kinaweza kikavuta jahazi pamoja na bahari ya Wete. Nikiripoti kutoka hapa katika bandari ya Wete kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.